Is he alive? Tell us he's okay. Oh God, say it isn't true. Usiku wa kawaida katika New York City, mashabiki walikuwa wakisubiri autografu. Hakuna aliyedhani kwamba ndani ya dakika chache dunia ingepoteza mtu mmoja wa watu maarufu zaidi waliowahi kuishi. Lakini jambo la kutisha zaidi halikuwa tu namna alivyokufa, bali maneno aliyowahi kusema miaka kabla ya tukio hilo. Maneno ambayo yaliwahi kuifanya dunia kumchukia, makanisa kumlaani, na baadhi ya misikiti nayo pia kumlaani. Baadhi ya watu kuamini kwamba alikuwa ameanza kucheza na kitu hatari zaidi kuliko umaarufu. Hadi leo baadhi ya watu wanaamini yote haya yalikuwa ni coincidence, lakini wengine wanaamini simulizi ya John Lennon ilikuwa onyo kuhusu kiburi, nguvu ya maneno na kile kinachoweza kutokea pale mwanadamu anapoanza kuamini kwamba hakuna kitu kilicho juu yake. Kabla ya dunia kujua jina lake, John Lennon alikuwa mtoto aliyepotea katika kelele za dunia. John Lennon alikulia katika maisha yaliyokuwa na changamoto nyingi za kifamilia. Alizaliwa mwaka 1940 wakati wa vita vya pili vya dunia. Alizaliwa mjini Liverpool. Baba yake Alfred Lennon alikuwa baharia aliyekuwa akisafiri muda mwingi baharini, hivyo John hakupata uwepo wa karibu wa baba yake. Mama yake alikuwa anaitwa Julia Lennon. Alikuwa mtu mwenye furaha na aliyependa muziki sana, lakini kutokana na hali za kifamilia, John aliishia kulelewa zaidi na shangazi yake aitwaye Mimi Smith. Mimi alikuwa mkali mwenye nidhamu kali na alisisitiza elimu kuliko muziki. Hata hivyo, mama yake Julia ndiye aliyemfundisha mapenzi ya muziki, hasa kucheza gitaa na kupenda rock and roll. Utoto wa John ulikuwa mchanganyiko wa upweke, hasira za ndani, ucheshi mkali na ubunifu wa ajabu. Watu wengi waliomfahamu walieleza kuwa alikuwa mtoto mwenye akili sana, lakini pia mtukutu na mwenye kupenda kuvunja sheria za kawaida. Na katika mazingira hayo, mtoto mmoja kutoka Liverpool alianza kukua. Watu waliomfahamu walimwelezea kama mkorofi, mwenye hasira. Alikuwa na tabia ya kupinga kila kitu: sheria, walimu, mamlaka na wakati mwingine hata maisha yake, elimu yake na misukosuko yake ya masomo. John Lennon hakuwahi kuwa mwanafunzi mtulivu darasani. Alisoma katika shule mbalimbali huko Liverpool, lakini alikuwa maarufu kwa kufanya masihala, kuchora vibonzo vya walimu na kupinga mamlaka. Katika Kwali Benki High School alionekana kama mwanafunzi mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, lakini alikosa nidhamu. Ripoti nyingi za shule zilimwelezea kama mwanafunzi anayepoteza uwezo wake kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Baadaye aliingia katika Liverpool College of Art kusomea sanaa. Huko ndiko ubunifu wake uliongezeka zaidi, lakini hata hivyo chuoni alichelewa madarasani. Hakupenda kufuata sheria na muda mwingi alitumia kwenye muziki kuliko masomo. Ingawa hakumaliza elimu ya juu kwa mafanikio makubwa ya kitaaluma, mazingira ya sanaa yalichangia sana mtazamo wake wa kisanii, maandishi yake ya nyimbo na personality yake ya kipekee. Lakini nyuma ya ucheshi wake kulikuwa na kitu kingine: upweke
upweke ambao baadaye ulianza kutoka kupitia muziki. Muziki ukawa sehemu ya kwanza ambayo John Lennon alihisi anaweza kudhibiti dunia yake. Hakujua kwamba miaka michache baadaye dunia mzima ingeanza kudhibitiwa na sauti yake. Lakini hakuna aliyedhani kwamba kijana huyu mwenye gitaa angekuja kutoa kauli ambayo miaka baadaye bado inajadiliwa duniani. Kauli iliyowafanya baadhi ya watu kuamini kwamba John Lennon alikuwa ameanza kuamini jambo hatari, kwamba umaarufu unaweza kumfanya mwanadamu ajione mkubwa kuliko kila kitu. Mwisho mwa mwaka 1950, John alikutana na vijana wengine waliokuwa na ndoto kama zake. Miongoni mwao alikuwa Paul McCartney, kisha baadaye George Harrison, na kidogo kidogo kundi lilianza kuzaliwa. Hawakuwa stars, walikuwa vijana waliopiga muziki kwenye vilabu vya usiku mbele ya watu waliokuwa wamelewa, katika mazingira ya moshi mzito na kelele. Lakini kitu fulani kilikuwa tofauti. Watu walipoanza kuwasikiliza hawakutaka kuondoka. Kufikia mwaka 1960, dunia ilianza kushuhudia kitu ambacho hakijawahi kutokea kabla. Watu walilia, walizimia, walifunga barabara, wasichana walipiga mayowe mpaka sauti zikakata. Hakukuwa na social media, lakini kwa namna isiyoelezeka The Beatles walikuwa kila mahali. Marekani, Ulaya, Asia, dunia mzima ilikuwa inavamiwa na sauti zao, na katikati ya chaos hiyo yote kulikuwa na mtu mmoja ambaye alianza kubadilika polepole. Ni John Lennon. Saikolojia ya umaarufu mkubwa huwa na upande wa giza ambao watu wengi hawaioni. Wakati dunia inapoanza kukuabudu, mstari kati ya mimi na binadamu na mimi ni kitu zaidi unaweza kuanza kufifia. Watu waliokuwa karibu na Lennon walisema mara nyingi alikuwa akihisi tupu ndani yake. Licha ya fedha, wanawake, umaarufu na nguvu, alionekana kama mtu aliyekuwa akitafuta kitu ambacho hakukielewa. Ni mara nyingi watu wanaotafutwa sana na dunia huwa ndio wanaojisikia wapweke zaidi. Lakini mwaka 1966 kila kitu kilianza kubadilika. Interview moja, kauli moja, na dunia mzima ikaanza kugeuka dhidi yake. Wengine waliita kiburi, wengine waliona ni utani, lakini kwa baadhi ya watu ilikuwa mwanzo wa mwisho. Tunafika mwaka 1966. Tunarudi tena nyuma. Kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza ni pale alipompoteza mama yake aliyekapata ajali ya kugongwa kwa gari la polisi mtaa wa Liverpool, nchi ya England. Mwaka 1966, interview moja iliibua hoja mzito zaidi. Aliuliza swali la kawaida tu, lakini jibu lake lilibadilisha kila kitu. Alisema Christianity will go, it will vanish and streak. I need it. I'll go about that I am light and will be approved light with more popular that Jesus now. Kwa Kiswahili alikuwa anamaanisha Ukristo utapotea, utatoweka na kupungua. Si lazima nijadiliane kuhusu hilo, niko sahihi na nitaonekana kuwa sahihi. Baadaye sisi ni maarufu zaidi kuliko Yesu kwa sasa hivi.
Alisema haya kwenye interview na gazeti la Uingereza London Evening Standard, lakini kabla ya ziara ya Beatrice Marekani. Kauli hii ilichukuliwa kama ya utata mkubwa mwaka 1966, lakini Lennon baadaye alielezea kwamba alikuwa akizungumzia mabadiliko ya umaarufu wa muziki na dini kwa vijana, si kumdharau Yesu mwenyewe. Na dunia haikuwahi kuwa kama ilivyokuwa kabla yake. Kile kilichotoka kwenye mdomo wa John Lennon kilisababisha magazeti kuchoma headlines, redio kukata muziki na mashabiki kubadili upendo kuwa hasira. Lakini swali kubwa linabaki hadi leo. Je, alikuwa anaeleweka vibaya au alikuwa anaingia kwenye eneo ambalo mwanadamu hapasi kuligusa kwa maneno? Wakati huo Beatles walikuwa tayari ni nguvu ya dunia. The Beatles walikuwa wanafikia kiwango cha umaarufu ambacho hakikuwa na mfano, lakini umaarufu mkubwa mara nyingi huleta swali moja: je, wanajua wao ni akina nani hasa? Kadri miaka ilivyopita, Lennon hakuwa tena tu mwanamuziki. Alianza kuonekana kama mtu aliyepambana na maswali makubwa. Mimi ni nani bila muziki? Umaarufu ni nini hasa? Je, watu wananipenda mimi au picha yangu? Na wakati huo huo dunia haikumsahau kauli yake ya mwaka 1966. Hapo ndipo saikolojia ya binadamu inapokuwa. Hata kama ungefanya mazuri kiasi gani, tukio dogo tu baya linaweza likaharibu kila kitu. Lakini hakuna aliyekuwa ameona bado kile kitakachokuja baadaye, kipindi ambacho kitabadilisha John Lennon kutoka kuwa controversial artist kuwa sehemu ya simulizi kubwa zaidi ambayo dunia bado inaijadili. Kuna hadithi ambazo hazimaliziki kwa ushindi, zinaishia kwa maswali, na simulizi ya John Lennon ni moja ya hizo. Mwanamuziki aliyebadilisha dunia, kisha dunia ikamrudishia hadithi yake kwa njia tofauti kabisa. Lakini kabla ya mwisho kulikuwa na kipindi cha ukimya ambao baadaye uligeuka kuwa historia. Baada ya miaka ya Beatlemania na controversy, Lennon alianza kujitoa kwenye kelele za dunia. The Beatles waligawanyika. Dunia ambayo ilikuwa ikimshangilia sasa ikaanza kumtazama kama mtu binafsi, si icon ya kundi. Ingawa kulikuwa na mitazamo kama ile kauli alikejeli hata Waislamu, lakini ukweli zaidi, hakuwahi hata kuwakejeli hata kidogo, ila alizungumzia Ukristo na kumzungumzia Yesu. Na hapo ndipo ukweli mpya ulianza kuonekana. Umaarufu mkubwa hauleti amani ya undani. Lennon alihamia New York City. Alijaribu maisha ya kawaida, familia, mtoto, uvumilivu na mbali spotlight, lakini kelele za dunia hazikuondoka kichwani. Watu waliomfahamu walisema Lennon hakuwa tena mtu wa zamani. Alikuwa mtu anayefikiria sana kuhusu amani, kuhusu dunia, kuhusu nafasi au nafsi yake. Aliandika kuhusu vita, upendo, mfumo wa dunia na maana ya maisha. Lakini chini ya kila wimbo amani, kulikuwa na mtu aliyekuwa bado anatafuta majibu. Lakini jambo moja halikuwahi kumwacha Lennon salama. Kivuli cha maneno yake ya zamani kilikuwa kinaendelea kuishi, na jinsi dunia inavyotafsiri ile kauli ilikuwa inazidi kumfanya awe na huzuni zaidi. Usiku wa kawaida katika New York City
Lennon alikuwa akirudi nyumbani. Hakukuwa na dalili ya tukio lolote la ajabu, lakini dunia kuna hadithi ambazo zinabadilika ndani ya sekunde chache. Mbele ya jengo lake alikutana na mtu ambaye dunia baadaye ingemkumbuka milele. Baada ya muda mfupi, dunia ilipokea taarifa ambayo haikutarajiwa. Yaani John Lennon alikuwa ameondoka duniani. Hakukuwa na muziki, hakukuwa na applause, kulikuwa na ukimya. New York City iliganda, dunia ilisimama, redio zilicheza nyimbo zake bila kuacha. Watu walilia, mashabiki, wasanii, viongozi na hata watu waliokuwa hawamjui kabla walimjua katika hiyo siku yake ya kufa. Lakini swali kubwa lilianza kuibuka. Kwa nini mtu mwenye ujumbe wa amani anamaliza katika ukimya wa ghafla namna hii? Baadhi ya watu waliamini ilikuwa bahati mbaya ya dunia kwenye machafuko, maneno ya ushabiki aliyopoteza akili na historia ya giza la umaarufu. Wengine walienda mbali zaidi, walichambua maneno ya zamani, kauli ya mwaka 1966 na jinsi dunia ilivyomchukulia. Lakini hakuna theory iliyowahi kuwa na jibu kamili, na labda hilo ndilo jambo la kutishia zaidi. Je, Lennon alikuwa mwanamuziki tu aliyefanikiwa sana, au mtu aliyekuwa ishara ya mgongamano kati ya umaarufu na maisha? Na je, maneno yanaweza kubeba uzito kiasi cha kubadilisha jinsi dunia inavyomkumbuka mtu? Leo jina lake bado linaishi, nyimbo zake bado zinachezwa, sauti yake bado inasikika, lakini kila mtu anaposikiliza swali lake linakuwa ni moja tu, kubaki hewani. Je, Lennon alikuwa mtu, mwanamuziki, au alikuwa sehemu ya simulizi kubwa zaidi ambayo dunia haijawahi kuielewa kikamilifu? Na labda jibu halikuwa kuwa muhimu kuliko swali, na labda tutaendelea kumkumbuka kwa mabaya au tutamkumbuka kwa mazuri. Hapo nahitimisha simulizi yangu kuhusu John Lennon. Stay hybrid, stay cautious. Bye bye.